Na serikali imetoa onyo kali kwa wafanyabiashara wanaouza mafuta kiholela mjini Garissa, ikiahidi kuwachukulia hatua za kisheria watakaokamatwa. Hii ni kufuatia operesheni maalum iliyoongozwa kugunduliwa kwa vituo visivyo halali vya kuuza mafuta katika eneo hilo. Kikosi cha mashirika mbalimbali Garissa kimebaini vituo haramu ya uuzaji mafuta katika eneo la Barbaries, hatua iliyomfanya kamishna wa kaunti hiyo Mohamed Mwabduzo kutoa onyo kali kwa wahusika. Amesema mafuta hayo machafu huathiri magari, kuhatarisha maisha ya madereva na kuwadhoofisha wanabiashara halali. Upelelezi umeanzishwa ili kubaini chanzo na mtandao unaohusika. Mwabduzo amefichua kuwa mafuta hayo huingizwa kupitia Hagadera na kufichwa katika makazi ya watu kabla ya kusambazwa. Ameahidi kuwa vyombo vya usalama vitaongeza doria na kuchukua hatua kali dhidi ya wauzaji wa bidhaa hizi hatari zisizodhibitiwa. Alikuwa akiuzwa pande ya Hagadera, but sasa hii ameweza kufika katika mji wa Garissa. Mafuta haya, kitu cha kwanza nataka kusema kwamba si salama, kwa sababu maafisa wa ukadiriaji wa biashara hawaja yakagua pamoja na wale wa EPRA. Kwa hivyo la kwanza kabisa tunawatahadharisha wale wenye kutumia mafuta haya kwamba kabla mafuta yakadiriwe hayastahili kutumika katika nchi hii. Halikadhalika tumepokea malalamiko kutoka wanachama. Kwa upande wake, mwenyekiti wa sekta ya mafuta Garissa, Mohamed Shika Maulid, ameisihi serikali kuimarisha msako dhidi ya wafanyabiashara haramu wa mafuta. Amesema bidhaa hizo za magendo zinaharibu ushindani wa kibiashara kwa kuwa wauzaji halali hulipia ushuru, kufuata kanuni na kutimiza viwango vya usalama, ilhali wanaumia kutokana na kupoteza wateja wanaovutiwa na mafuta ya bei rahisi yasiyodhibitiwa. Mafuta sio sheria kutoka Somalia. Sisi watu walikuwa wanaendelea mafuta ya kufanya pande wa serikali, tulikuwa nalipa ushuru. Standard tulikuwa naangalia. Sasa hii watu wameleta kitu mbaya kinyume ya hiyo, na wanauza kidogo, kulipa ushuru, kulipa kufanya kazi hapa kwa shida. So tunaomba serikali. Hata hivyo, baadhi ya madereva wamepinga msako huo, wakisema wauzaji hao wamekuwa wakiwauzia mafuta kwa bei nafuu. Dereva Mohamed Shika amesema wamekuwa wakitumia mafuta hayo bila matatizo makubwa, na akaitaka serikali kupunguza ushuru wa petroli ili kufanya mafuta halali kuwa nafuu na kupunguza utegemezi wa bidhaa haramu. Hii mafuta imetusaidia sana. Tulikuwa tunakunywanga hii mafuta sasa karibu miezi 6 hapa Garissa. Sasa ukilinganisha mafuta hii na mafuta inauzwa kwa hii petrol station hapa Garissa, ni tofauti kubwa sana. Sisi wananchi wa chini wa kawaida tulikuwa tunaumia sana na hii mafuta. Mamlaka za usalama zinasema operesheni hiyo itaendelea hadi mitandao yote ya mafuta haramu ivunjwe. Wito umetolewa kwa wakazi kuepuka petroli hatari, huku doria zikiimarishwa katika juhudi za kudhibiti biashara ya magendo na kuwasaka wauzaji wasio na leseni. Kutoka Somalia, Linda Nzilu.